Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Tunalo somo ambalo tumekuwa nalo jana kwenye YouTube. Ukitaka kutufuatilia tunapatikana, ukiandika Loishoki Online TV unatupata. Hawa vijana tulionao unaweza tukamwambia nielekeze namna ya kuandika kama unataka kutufuatilia. Na sio tu tuko hapa Hanang Kusini, hichi tunachofundisha hapa kama aliposema makamu mwangalizi, sio Tanzania tu, dunia inatufuatilia. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe sasa uliye hapa, ukikosa wakati kuna mtu mwingine analipa gharama ili atupate, wewe gharama yako tayari uko mbele yetu, na Mungu akupe macho ya ndani zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hichi ni kipindi chetu cha 3 sasa, maana jana tulikuwa na vipindi viwili, na kichwa cha somo tulilo nalo lina kichwa kinachosema tambua nafasi kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na utumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka. Tambua nafasi kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na utumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka. Tambua nafasi yako kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na uitumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka, ili kutimiza lengo lake kwa kupitia wewe. Ili kutimiza lengo lake Mungu kwa kupitia wewe. Tambua nafasi. Andika hicho kichwa, ndio kimebeba kila kitu. Baadaye utashindwa kuelewa ulikokuwa unaelekea. Utashindwa kuelekea usipoelewa hiyo kichwa. Shetani mahali atakuvuruga ni kukuondoa kwenye hicho kichwa, kwa sababu akishakuondoa kwenye hiyo kichwa, vingine vyote vitashindikana kwako. Kwa hiyo tambua nafasi yako kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na uitumie hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka, ili kutimiza lengo lake kwako, ili kutimiza lengo lake Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nimerudia hilo kichwa kwa sababu wengi leo sio wajana. Tambua nafasi kama mwanamke, nafasi yako kama mwanamke aliyebeba kusudi la Mungu, na uitumie hiyo nafasi. Usitambue tu, lakini tumia hiyo nafasi. Tumia hiyo nafasi. Tumia hiyo nafasi. Tumia hiyo nafasi ili uwe chombo cha Mungu mahali alipokuweka, ili kutimiza lengo lake kwa kupitia wewe. Maana yake wewe, Mungu anakutazama kuwa mwanamke sio takwa la kwako, ni takwa la Mungu. Kama ni takwa la Mungu, ni muhimu ujue aliyeweka takwa la kwake kwako alilenga nini kwanza. Sababu sio uchaguzi wa wazazi wako uzaliwe mwanamke.
lakini ni uchaguzi wa Mungu. Yeremia anaambiwa, kabla sijakuumba nalikujua. Kwa lugha hiyo, kila mwanamke kabla ya kuwepo yeye, kabla ya kuumbwa yeye, Mungu alimjua. Haleluya. Na kama Mungu alimjua, sio kwa bahati mbaya. Na ndiyo maana tumeweka kichwa ya utambuzi, sio bahati mbaya. Na ukijua sio bahati mbaya, ni muhimu sasa uingie kwenye utumishi wa kimaombi, kumwomba Mungu, kwa nini umenileta kuwa mwanamke? Nini ulichonibe? Sio watu wengi sana wanaomba hivyo. Ni vyepesi tu kusema mimi ni mwanamke, kwanza ni chombo dhaifu. Soma Biblia vizuri, kwa sababu ukiishia tu kwamba mimi ni chombo dhaifu, kwa hiyo kila kitu kwa sababu ya hilo neno tu kwamba mimi ni chombo dhaifu, utahitaji kuwezeshwa. Wewe sio wa kuwezeshwa, wewe ni wa kuwezesha. Haleluya. Sasa kwa sababu una taswira nyingine tofauti, una tafsiri isiyo ya Mungu, unataka wewe uwe wa kuwezeshwa. Hujasoma Biblia vizuri. Mungu amekuwekea kitu ambacho ni wewe utakayekuwa sababu ya kitu fulani kutokea. Kama wewe ni sababu ya kitu fulani kutokea, ni muhimu sasa uende kwa Mungu. Acha ile kauli uliyonayo, batilisha yale maneno yako, batilisha. Paulo anasema hata sisi tulivyokuwa watoto wadogo tulitumikishwa na namna ya dunia mpaka wakati ulipowadia. Sasa wakati ndio huu, na wewe batilisha yale mambo ambayo sio ya kimungu ndani yako, ile mtazamo usio wa Mungu. Ruhusu mtazamo wa Mungu kwako kama mwanamke aliyebeba kusudi, kwa sababu pindi tu utakaporuhusu ndio Mungu anafanya kazi na wewe. Hujaruhusu, hafanyi kazi na wewe. Haleluya, haleluya. Kwa sababu kama mtu akishakuwa mlemavu, hujawahi kukuta watu mpaka kwenye maigizo wao anaigiza kuwa ni mlemavu ili asaidiwe. Sasa mwanamke asiyetambua nafasi yake na kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake anakuwa mlemavu. Kwa hiyo kila kitu nisaidie, kila kitu siwezi, mimi ni chombo dhaifu. Kila kitu, yaani wewe unakuwa kila kitu, unajificha kwenye kichaka ambacho tunakuona. Ni ujumbe wa Mungu kwako kwamba usibaki kwenye hiyo nafasi. Hiyo sio ya kwako. Ya kwako una kitu kikubwa ambacho Mungu alikiweka mapema ndani yako, na hicho alichokiweka mapema, Mungu ameleta ujumbe huu ili aibue sasa, ainue kitu fulani, mtu fulani aseme mimi sio yule, ninatoka nikiwa mtu wa tofauti. Biblia inasema aliye dhaifu aseme nina nguvu. Wewe unapotumia neno dhaifu alafu unaifanya kwamba ndio sehemu yako ya kujificha, shetani naye anapenda. Sababu shetani vitu anavyovitamani kila siku tusimjue Mungu, kwa sababu tukimjua Mungu tunaharibu kazi yake. Na mwanamke ameumbiwa vitu vingi sana kuliko mwanaume. Haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Nenda kwa wanasiasa, akitaka kupata kura anatafuta wanawake. Ni kweli sio kweli? Yes. Nenda kwenye maharusi, akitaka shambeni ziendelee nyingi, mwanamke. Hujawahi kufikiri kule kwenye mikoa mingine nisiyoyataja, wakitaka kama kuna msiba kwako, kuna vikundi vimeandaliwa vya kuomboleza, wanalia na machozi mengi sana. Sasa huko wanatumiwa vibaya. Sisi tunataka tutumike kwenye kusudi ambalo ndio lilomfanya Mungu atufanye kwa wanawake. Haleluya. Na ukishajua wewe ni chombo kiteule cha Mungu, hutatembea kama ulivyo, utatembea kama anavyotaka Mungu.
hutafanya kama unavyofanya sasa, utabadilishwa fikra zako. Ukitoka hapa, kama ulizoea kule nyumbani kwako, kila kitu unasema baba, 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 baba. Sio simpendi baba, hata mi baba, lakini kwa mara hii nimevaa sketi. Usiishie tu kusema baba, 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 kila kitu baba. Mwisho wa siku hata kuoga utasema baba, na sio kitu kizuri sana. Ni lazima utambue kwamba wewe ni chombo kiteule na Mungu amekuweka uwe sehemu ya ufalme wake duniani. Na kama wewe ni sehemu ya ufalme wake duniani, muulize Mungu. Biblia inasema kwenye Isaya ile 43 ule mstari wa 26, anasema nikumbushe, njoo tuhojiane, eleza mambo yako. Hata wewe mwanamke una mambo yako. Muulize Mungu mambo yako. Mwambie Mungu, hivi kweli mimi ni chombo dhaifu? Hebu kama atakujibu kama wewe ni dhaifu, nenda kaombe kama unaomba. Wewe sio chombo dhaifu. Ilisemekana ni chombo dhaifu kwa sababu Roho Mtakatifu tukimhuzunisha anahuzunika. Na mwanamke ni picha ya Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Sasa tuna malengo matatu, ngoja tu nikusomee alafu tutaendelea tuende kwenye somo la leo. Bado hatujaanza somo la leo. Kwa hiyo wewe jiandae. Mimi nakuandaa fikra zako. Ana mwingine nyumbani. Jana niliwafundisha nikamwambia kila kitu baba. Baba. Kitunguu baba. Nguo ya ndani baba. Brazia baba. Handkerchief baba. Sasa mimi sina hata matiti kama ya kwako, ndajipimia brazia? Hauoni unaturudisha Misri huko? Fanya kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Mwanamke ulio unayenisikiliza, fanya kazi. Umri wako hujazeeka. Angalia ile bibi hapa ameimba. Nimemfurahia, nambariki. Kaimba. Mwe kufikiri bibi kama yule bado anasema hata sasa naweza. Wewe ni mtoto na hata miaka 30 huna mwingine. Siku ulipoolewa tu ukaacha utumishi wa uimbaji. Kwanza siku ulipoolewa ukapata neema ya kukutana na kumzaa mtoto mmoja, unanukia perfume isiyouzwa dukani. Hakusikia. Kuwa na mtoto ndio kukufanya kwamba sasa unukie harufu ambayo kila mtu anafanya hivi. Tukoje? Huyu mtu hajajielewa. Wakati kuna watu akijifungua leo, kesho yuko ofisini. Lakini kajifungua leo, kesho hutamjua kama alishawahi kuwa na ujauzito. Yuko tu amenyooka kama rula. Wewe una katoto kamoja tu kama yai. Unatusumbua. Kuja kwenye kipindi wala hauimbi. Ni saa zote unamtingisha mtoto. Aibu yako wewe. Acha namna hiyo mara moja. Lazima tubadilishe fikra. Sema amen. Lazima tubadilishe fikra, tuinuke. Na mimi nakushangaa, binti tena bado unataka uolewe na unamwona aliyoko mbele yako ndio huyo amenukia vibaya. Na haujipambanui. Na unaenda tu. Umekuwa nyumbu wewe. Badilika. Baada ya muda vijana pia watakuwa wanaangalia kwa namna ya kujua kwamba huyu atatuchosha. Na mtu akishakuwa mchovu, hakuna mtu anakutaka. Sasa wewe tayari uko kwenye 18, hakuna kuchenga pale. Uko kwenye ndoa, lazima uamke. Mungu umeniweka kwenye hii ndoa, mimi sio ndoano. Mimi ni wa kufanya kitu. Amen. Sema amen. Fanya kitu. Hata yule mume akifikiri aseme katikati ya wasichana wote wewe uliwapita. Haleluya. Lengo la kwanza la somo. Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua
kuhusu nafasi aliyopewa na yeye. Mungu anatafuta, maana yake huu ujumbe umeletewa, wewe unatafutwa. Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyopewa na Mungu. Sema amen. Hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili, narudia, kuna mtu hajaandika. Mungu anatafuta, lengo la kwanza, Mungu anatafuta mwanamke aliyejitambua kuhusu nafasi aliyopewa na yeye, maana yake aliyepewa na Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko anahangaika kila siku, anahangaika. Nahangaikia nini? Natafuta, tafuta. Nampenda Mungu, anatafuta, tafuta. Umekuja pia na Hana Kusini, anatafuta. Anakwenda kwenye assembly yako, wametoka wanawake 5, utafikiri wako 5, wakati wengine waliobaki nyumbani wako 50. Anatafuta. Mwae kufikiri assembly ndio inatajwa, haitajwi kanisa. Mimi nilitamani kama mtu angetaja kanisa fulani, wamekuja wangapi. Wengine kwanza ndio wamesema achana nao, wale wanakula hela za watu, za kwao zitaliwa na shetani. Mungu anatafuta mwanamke atakayejitambua kuhusu nafasi aliyopewa na yeye. Lengo la pili, fahamu kuwa wewe siye mwanamke wa kawaida kama wanawake wengine duniani. Fahamu kuwa wewe sio mwanamke wa kawaida kama walivyo wanawake wengine duniani. Kwa hiyo kama ni kujisemesha, unajisemesha, mimi sio mwanamke wa kawaida. Kama unapita nyumba ya mtu, wanasema nani huyo? Nasema vijana 2 alafu na mama moja. Sio kweli. Wewe ni shujaa, wewe ni chombo kiteule. Fahamu kuwa wewe siye mwanamke wa kawaida kama walivyo wengine duniani. Lengo la tatu, fanya bidii kutafuta kulijua kusudi la Mungu kwako na ulitumikie, ili umletee Mungu faida na familia yako nayo iponywe. Fanya bidii. Haleluya. Fanya bidii. Fanya bidii. Lengo la tatu, fanya bidii kutafuta kulijua kusudi la Mungu kwako na ulitumikie, ili umletee Mungu faida na familia yako nayo iponywe. Kwa hiyo inamaanisha usipofanya bidii, shida inayotokea kwenye familia yako, usimlaumu Mungu. Ujumbe ni kwa ajili yako. Na mimi nitapenda mtu atakayesema ni mimi ninazungumza. Taenda juu sana. Taenda viwango vya juu sana. Makanisani tumechoka kwa sababu neno la Mungu linapohubiriwa tunaelekeza fulani anasemwa leo. Hakunaga neno limekuja kwa ajili ya aina ya watu. Bana. Fanya bidii kutafuta kulijua kusudi la Mungu kwako na utumikie, ili umletee Mungu faida na familia yako nayo iponywe. Na jana tukaangalia kwamba mwanamke yuko pande mbili. Mwanamke ni wa kiroho, lakini wakati huo huo mwanamke ni wa kimwili. Lakini mwanamke ni kanisa. Kwa hiyo wewe tu sio mtu wa kimwili. Kwa hiyo unapoishi kwa kufuata mwili ni kosa, maana wewe sio mtu wa kimwili. Ndio maana shetani shabaha yake kubwa ni kuangusha wanawake. Na mwanamke anaweza kaanguka leo, kesho ameshamrudia Yesu. Kwa nini? Kwa sababu mbinguni wanawafuatilia sana wanawake. Lengo la Mungu la kuwafuatilia wanawake kwa sababu wamebebeshwa kitu cha kuzaa. Maana yake wao wamepewa kuzaa. Kuzaa sio kimwili, kuzaa kiroho.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na jana tulikuwa kwenye kipengele cha pili cha kuangalia faida alizobeba mwanamke. Faida alizobeba mwanamke. Na jana nikakupa faida kama 2 ama 3. Lakini leo nataka nikupe hii faida ya 3 kwa mapana yake kidogo. Faida ya 3 kwa mapana yake kidogo. Faida zitokanazo na mwanamke mwenye kusudi la Mungu. Faida ulizobeba ndani yako kama mwanamke mwenye kusudi la Mungu. Fahamu faida ulizobeba ndani yako kama mwanamke mwenye kusudi la Mungu. Ili kupitia nafasi hiyo kuwepo mlango wa kutokea kwa wengi. Kutokea maana yake wamefungwa mahali. Kwa hiyo ukijitambua, Mungu anakutumia wewe, unawatoa watu walipokwama. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tunapoenda makanisani kwa mfano tu, ngoja tu nikupe mfano, sio kitu utafikiri kidogo, lakini Roho ananifunulia. Tunapoenda makanisani tukakuta madhaifu mengi kanisani, ni wanawake wametegea. Narudia. Wachungaji wataniambia hapa, makanisa mengi wanaume ndio wengi na wanawake ndio wengi. Wanaume hawapo makanisani. Na mama unayenisikiliza, huo wajibu ulikuwa wako kabla ya kuwa wa mchungaji. Sema kwa nini? Anayempikia yule mume na kumwacha kitandani sio mchungaji, ni wewe. Kwa hiyo huwezi kukwepa hiyo pigo kama Mungu atasema anataka kupiga. Na tukasoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 2 mstari wa 18, Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Mwanzo sura ya kwanza, sura ya 2 mstari wa 18. Si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo ilikuwepo mpango kutoka kwa Mungu, wewe uwekwe na Mungu, uwe msaada wa huyo mume. Nikamuuliza mama moja, kwa nini mume wako haendi kanisani? Akasema hataki. Nikamwambia wewe ndio hutaki. Akasema kivipi? Nikamwambia lini umempasia nguo zake, asubuhi kukakucha, ukamwandalia maji saa 11 ya kuoga, ukamwambia baba, chai tayari na maji ya kuoga tayari kwa ajili ya kwenda kanisani. Akasema utamuogesha mtu ambaye ni mzima, mtu na mandevu yake? Sasa nikamwambia wewe ndio umepewa hiyo kazi. Swala la ndevu ulizijua hata siku anakooa. Kwani siku anakooa alikuwa hana ndevu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtumishi, wewe hujui vitu vingine, hata wewe uelewi. Nikamwambia sio sijui, hata mimi niko na mama ambaye ananiambia asubuhi, nguo gani nimeshaziandaa hizi hapa. Kwa hiyo sikwambii nisichokiishi, ninakuambia ninachokiishi. Ni lazima nipate mtu wa kunistua. Wanaume sisi tunataka mtu wa kutustua. Hajanisikia? Mtu wa kutustua. Unanisikiliza ninachosema? Kwa hiyo ni majukumu ya wewe mama, jioni kama ambavyo unataka kuombaga hela ya kitunguu, leo usiende kwa kuomba hela ya kitunguu. Nenda kwa mfumo. Jioni ya Jumamosi mwambie baba, lakini kesho ni ibada, alafu kesho mchungaji wetu ana ujumbe mzuri. Wewe tengeneza material. Hivi kanisani kwetu mwahi kufika wewe baba? Yaani mchungaji wetu siku hizi ana upako, akikuombea hii mikosi ya kutokupata hela, unapata hela. Cheka tu, inakuhusu wewe. Mbona unaweza kumshawishi kwa mengineyo? Mbona unaweza kumshawishi asiondoke aje kuachia hela?
Mshawishi pia aende kwa Mungu. Haleluya. Ongea naye, mwambie baba, shati unalopenda ni ile lenye drafti. Hana hata shati nzuri, si wewe hujamwandalia. Alafu nasema hapendi kwenda kanisani. Ni wewe upendi aende kanisani. Ngoja utakuta irisi kwenye mfuko wake. Siku hiyo utafanyaje? Siku hiyo utafanya nini, mwanamke unayenisikiliza? Siku hiyo utakuwa mama wa nani? Na unakuta mwanamke mwingine hata uzao umeshaisha, akikorofishana tu na mume wake ambaye ameshindwa kumtengeneza. Hivi chapati inajipikaga au inapikwa? Mwanaume ni chapati. Geuza unavyotaka kugeuza mpaka ikae sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Litengeneze tu. Mama umeshaishiwa na uzao. Ukikorofisha eti kitunguu tu imenyimwa, naenda kwetu. Kwenu kuna tongo tena? Hivi una tongo kwenu? Hivi kuna tongo? Kwanza utakuta hiyo nyumba ya kwenu. Alafu una uzao, unaolewa tena. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tukienda kwenye msingi wa ndoa, wakwamishaji wa sisi kutokwenda kanisani, wanawake. Muulize jirani yako, mwambie utadaiwa. Mwambie utadaiwa. We ng'ang'a uwe mama wa CS, sijui mama wa nini, sijui mama wa WWK. Ongeza na K nyingine mbele. Utakijua. Mungu atakuuliza. Na namna ya kujua kwamba anakuuliza, maisha yataanza kuwa magumu. Muombe. Kabla hajaenda kwenye biashara, muombe. Kabla hajatoka kama jogoo, muombe. Mwambie baba, unaenda wapi leo? Nataka nikuombee. Ni kazi ya mwanamke. Ni wajibu wa mwanamke. Haleluya. Fanya hivi. Nisaidie kuambia watu wawili, ambie shughulikia jukumu lako. Nyanyuka, mshike wawili watatu, sio huyo tu aliye karibu na wewe. Mwambie shughulikia jukumu lako. Geuka na wanyuma, mwambie shughulikia jukumu lako. Mbona umekaa? Umenunua hiyo kiti? Aibu yako. Shughulikia jukumu lako. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Na wewe mama, nikupe tu tahadhari. Kwa vile wamuombei baba, hata watoto wako wa kike hawatawaombea. Kwa hiyo ni bora uanze mapema, ili watoto wako wa kike wakati wanataka kuolewa, akikwambia nimepata mume, nimepata mchumba, mwambie mwanangu, unaonaga mambo nayafanya hapa? Na kaangaga hii chapati mpaka inataka kuungua na igeuzia taratibu. Ukifika huko hivyo hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasemaje? Anasema wanawake wazee wawatie wanawake vijana akili, namna ya kuishi na waume zao. Lazima sisi wanawake tujue namna ya kuelekeza na watoto wetu. Huyo sio mtoto wa kiume, hata kama ni wa kiume, muelekeze. Siku ukimwoa binti wa watu, unamwona anavyomfanyia baba yako, na wewe kubali ufanyiwe. Kubali na wewe ufanyiwe. Jamani, amen. Mama mzima mpaka wanaumvi, mume anaenda kunywa chai kwenye migahawa. Mama mzima. Alafu natoka unasema, nimetoka nyumbani kwangu. Nyumbani kwako wewe ni jogoo. Na unakubaliana kabisa mume anakunywa chai kwenye migahawa. Huyo mama anayempikia siku moja atakuwa mume wake. Mimi nakupa tahadhari. Hajanisikia. Siku ukija kujitutumua, baba atasema hii ladha ya hii chai ya yule mama wa mgahawa bora, kwa sababu hata hujui. Anza mapema. Hajasikia. Anza mapema. Aina ya chai anayopenda mume wako. Kama
na binti pale nyumbani, usimpende sana, mpikie mume wako. Pika wewe. Mshike jirani yako, mwambie pika wewe. Ndio maana uliolewa wewe, sio mtoto wako aliolewa. Pika wewe. Pika wewe, onja ladha ya chai ya mume wako. Haleluya. Jamani, haleluya. Hebu mpe jirani yako mkono, mwambie angalia unapigwa magoli hayo, kwa sababu mume hajui mahali chai inapatikana ladha, ni mpaka kwa mama wa mgahawa. Nimewaambia wanaume, kama mke wako hajui kupika chai, nenda mchukue ile mama wa mgahawa, mwambie mfundishe mke wangu nikikaa hapa namna ya kupika chai, mfundishe. Kama anapenda kahawa, mchukue ile mpika kahawa, mwambie mke wangu ajue kupika kahawa, kaa naye, mwambie ni shilingi ngapi hii birika, atakwambia 10,000, mwambie mimi nakupa bure, ndanunua kahawa, ndanunua kila kitu. Fundishe mpaka elewe. Alafu akimaliza, mwambie chukua hela yako, niachie mke wangu, sasa nimepata fundi, siji kunywa kahawa kwako tena, nimepata kijiwe nyumbani kwangu. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Eti chai ya mgahawa ni tamu kidogo. Mchukue mpishi wa mgahawa akufundishie mke wako. Wanaume mnanisikiliza, vijana naona vijana mko hapa. Mmekaa vizuri, kweli mko vizuri. Lakini nyumba kwanza lazima iwe na utaratibu. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mke wako hajui kupiga pasi, mfundishe. Kama na wewe ni mshamba mwenzake, chukua mpiga pasi. Mwambie njoo tufundishe hapa, maana huyu binti nilipomwoa kwao hajafundishwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio unapeleka nguo kwa dobi. Mwite dobi, mwambie njoo fundisha kupiga hii pasi. Hata kama ni mtumba, hakuna nguo mtumba isiyoshika pasi. Itachomwa mara 2 tu na mke wako, lakini mara ya 3 amefaulu. Sema amen. Hii ndio namna ya kulea kanisa lenye nguvu. Wanawake wenye nguvu watakaopindua ulimwengu wa sasa, ili dunia ijue tunao wanawake kanisani wenye ufahamu wa juu, wenye akili ya juu, wenye nafasi ya juu. Haleluya. Usiweke nguo ya mume wako kwenye sanduku, hujapiga pasi, choma mara moja mpaka akuletee mtu wa kumfundisha. Unakunja kama utumbo, shati ya kunjogi kama utumbo, siku unanunua angalia. Wale wauzaji wameshakupigia nafasi, ni kweli sio kweli? Jifunzie pale. Mwambie mume wangu, hivi bwana ni nzuri siku ikiwa mpya. Bwana siku nikifua inakuwa kama utumbo. Wewe unataka nikufundishe nini sasa? Wewe unataka nikufundishe nini? Wewe mwenyewe umeshachoka hata kuomba siku hizi uombi kwa sababu ya makosa yako. Mimi nikivaa shati ambayo haijapigwa pasi, nikifika kijiweni, watu watasema huyu mke wake leo amelala. Lakini kama utakuwa umenipigia pasi vizuri, Biblia inasemaje? Mume wake utambulika malangoni. Mithali sura ya 20. Nakupa tu ili ujue nilikuwa naongea Biblia. Mithali sura ya 31. Unajua ulifikiri mimi siongei Biblia. Mimi naishi kwenye Biblia wewe. Mithali 31. Hebu aliyepata asome, mpe maiki. Maana hawa watu wataamka saa hii. Mithali 31. Mstari wa 28 na ule wa 29. Haipo. Haina. Mithali 31. Nani kapata? Mithali 31 mstari wa 28. Ndio. Na 29. Sawa. Wanawe huondoka na kumuita heri. Huyo ni mwanamke aliyejitambua. Wanawe huondoka na kumuita hivi. Hebu muulize mwanamke aliye karibu na wewe, watoto wako wamewahi kuambia heri? Muulize tena na upande wa pili, mwambie umewahi kuambia heri?
Hivi heri unajua ni kubarikiwa? Unajua unapaswa watoto wako wakwambie mama umebarikiwa. Yaani unavyomtengeneza huyu mume wetu paka amenyooka. Yaani amekaa sawa. Sio mume amekaa mbele na nyuma itambuliki. Wewe unamlishaga? Hajasikia. Mshike jirani yako. Mwambie mume lazima tumbo lake liwe limejaa. Wewe siku umeolewa mume ana kiuno 32. Saa hii ana 28. Ulituulia huyo kijana wetu. Umetuulia. Hajasikia. Umetuulia huyo kijana wetu. Kama mimi ni baba huyo kijana ndamwambia mwanangu, wewe unakuja kula kwa mama yako kidogo kidogo. Alafu akija kula utasema mama mkwe ananinyang'anya mume. Kumbe wewe ndio umechelewa nafasi. Hujajua wajibu wako. Halo? Muulize jirani yako, wako ameanza kula kwa mama yake? Haya bwana, hebu soma malizia huo mstari mpaka na 29. Mumewe naye humsifu. Mumewe naye humsifu. Hebu muulize jirani yako, wewe umewahi kusifiwa na mume wako wewe? Au wewe ni tatizo kwa mume wako? Mchungaji, unajua kuna ndoa zingine zinaletwa shida tu kwa wachungaji. Mume wangu hanipendi. Mwambie nipe story ya kuishi na mume wako. Nipe utaratibu wa chakula. Huwa anakulaga saa ngapi? Leo amekunywa chai saa ngapi? Usianze kukemea mapepo. Mapepo mengine yako kwake. Yeye ndio mtuhumiwa. Mtuhumiwa sio mume, ni yeye. Muulize, huwa kitanda kinatandikwa au hakitandikwi? Atakwambia, ya nini anakujaga yenyewe saa 8? Mwambie hata akija saa 8 si wa kwako. Sawa, unanihurumia mimi nikurumie? Mimi nakuhurumia wewe. Mimi ndio nakuhurumia wewe. Unampaga maji ya kuoga ya moto ya baridi. Unasema haogaji hata na maji ya moto. Ni kweli? Ni kweli. Ni kweli. Mtoto bwana unamuogesha na maji ya moto? Wewe na mume wako na mtoto, nani anapaswa kupewa kipaumbele? Maana mtoto hujamchukua mlimani. Mtoto ni matokeo ya mume. Amekasirika. Wewe unapasha maji, unamuogesha mume, unamuogesha mtoto vizuri na kumpaka poda na nini. Huyu mume ulimfanyia nini? Hello? Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haogaji na maji ya moto, ni ya baridi tu. Sio baridi. Hakuna mtu anataka jela, ni hamna namna. Baridi ni jela. Hamna namna. Ni mtu amekosa. Ni yule sungura wa kipindi cha wale waliosoma na mimi. Sungura anarukia ndizi, anasema sitaki mbivu, si hataki. Bwana ameruka. Ameshinda kufikia. Mume ameshinda kufikia kilicho bora. Akaona bora tu. Ndio maana akienda mgahawani anauliza kwenye ile tenki la kuoshea mikono, mama bora maji ya baridi. Nenda fuatana naye mgahawani. Hajasikia. Kule mgahawani maji ni ya moto au ya baridi? Kwa nini wanapasha? Wale wamama wanawapashia waume zao au waume za watu? Na wakwako wakiwepo. Endelea mtumishi. Binti za watu wengi wamefanya mema. Binti wengi za watu wamefanya mema. Kwa hiyo mume wako anaonaga mema kwa wanawake wa mtaani. Shika jirani yako. Mwambie usifikiri wewe bado unapendeza kama siku ile alivyokuona kwenye maji ya glasi. Wewe mwenyewe umeshakondeana. Kule kuna mabinti wa wengi. Fanya hivi. Nichukie tu, sinamaliza bado siku 2 tu. Haleluya. Jamani asifiwe Yesu.
Huwa tunamuomba Mungu atupeleke kila ujumbe kila mahali. Tunapeleka ujumbe kulingana na mazingira na hali halisi ya mahali. Sema amen. Wanawake wa huku nyuso zimekaa kama za wawindaji, kwa sababu hawakai kwa namna ya kujua wajibu wao. Mama, jua wajibu wako. Endelea kusoma. Binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Wewe umewapita wote. Ni sifa inayotakiwa kutoka kwa mume. Ni sifa inayotakiwa kwa mume wako itoke. Tena aongee mtaani, atangaze mtaani kwamba mama, binti za watu nimekutana nao, wengine wakanengua, wengine wana mwili wa kuongezekewa. Hebu sema mwili wa kuongezekewa. Lakini hata wanaongezekewa, wewe umewapita wote. Sema amen. Ili haya maneno yatokee, ni lazima wewe umekaanga chapati kakaa sawa. Hajanielewa. Tengeneza chapati lako likae sawa. Kila mtu atakayemuona aseme hakika huyu mwanaume ana mtu. Sio unamtengeneza mume anaenda amekondeana kama amekata center bolt. Wewe unampeleka wapi? Kijana wa watu ulipewa ni mzuri, saa hii amechakaa. Anaenda kwenye pool table, anachelewa kurudi kwa sababu anajua akifika nyumbani anamkuta mwanamke korofi. Kwanza wanawake sio wa sauti kubwa. Wewe sauti kubwa umetoa wapi? Unajua umechelewa tu. Ulienda mnadani, umekuja na harufu ya nyama. Wewe ndio mshamba. Akija na harufu ya nyama, wewe ndio umechelewa namba. Amka, shika namba yako. Tambua sababu ya Mungu kukupa huyo mume. Hujapewa kwa bahati mbaya. Wewe ndio usalama wa yule mume. Weka usalama kama mtu anayejua nafasi yake. Haleluya. Simamia nafasi yako ili Mungu akitazama mbinguni aseme pale wakajifunza wengine. Pale wakajifunza wengine. Wapo wanawake watakao kuja kukuuliza, tupe siri ya mume wako. Bwana, tumemwona akiendelea kupendeza. Sio anapendeza, amepikwa. Nimesema amepikwa, mpike wa kwako. Fanya hivi. Kila siku na maombi unayopelekaga mbinguni ni ya kulaumu. Mungu, umenipa mume mbaya. Ubadilishiwi. Ndio huyo umeshapewa. Jana nikawaambia wenzangu waliokuwepo, utaenda mahakamani watakupa kupewa talaka, lakini mbinguni hiyo talaka haipo. Yesu aliwaambia wale Mafarisayo na waandishi, wakasema Musa alituamuru tumwandikie mwanamke talaka. Akasema aliwaamuru kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini haikuwa hivyo. Mbinguni wameshaweka alichounganisha Mungu, mwanadamu asifanyaje? Asitenganishe. Tengeneza uliopewa ndio wa kwako. Usianze kuangalia masuruali huko nje. Yatanyooka kila siku, lakini wa kwako bora. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Na baraka ya Mungu huwa inafanya kazi kwenye hayo maeneo. Wewe unafikiri kwamba mimi naongea nje? Mimi naongea kwenye baraka ya Mungu. Kwa sababu mume wako ukimtengeneza vizuri, hata mkiomba mbinguni wanasikia. Kama hujamtengeneza vizuri, ukiomba maombi yako ni machukizo. Lakini ukifanya wajibu wako, Mungu pia naye atafanya wa kwake. Sema amen. Sema amen. Sijajua kwa nini nimerudia ujumbe, maana ulikuwa wa jana. Ni kwa sababu wengi mliokuja leo ndio mko wengi kuliko wa jana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Fanya research. Nini mume wako anapenda? Usipike kila siku ugali mama. Badilisha. Naongea na mtu hapa. Badilisha. Leo kaanga mayai. Hata kama hujui kukaanga, nenda kajifunza kwa yule mama mgawani. Nenda tu pale mkodolee macho. Eti mnaendeleaje hapa? Hivi hebu nikaangie mayai mawili. Sio unataka kula mayai, unataka ujue ufundi.
unakaa karibu naye, anakaanga, unaangalia, unasema nikikosea kesho nitarudi tena. Umekula hasara ya mayai mawili, lakini umejifunza darasa. Hajanielewa. Unafikiri waliovaa suti walijifunza kwanza kwenye picha, baadaye wakaona Wamarekani ndio walioanzisha suti, baadaye kidogo kidogo wakavaa. Wengine walivaa wakaacha kupiga pasi, wakasema suti ni mbaya. Wengine wakavaa na malapa, wakachukia suti. Kumbe suti na sheria zake. Mfanya namna hii, mpe Yesu makofi na vigelegele. Sasa wewe hujui kanuni, alafu unaharibu kanuni, unasema kanuni ni mbaya. Kumbe wewe hujui kanuni. Nimesema amen. Amen. Sema amen. Amen. Twende kwenye faida. Tuko kwenye faida ya 3. Faida alizobeba mwanamke mwenye kusudi la Mungu. Faida ya 3, usiruhusu mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la kusudi la Mungu kwako la kuwasaidia wengine. Usiruhusu nafasi. Mimi ni mke, sawa. Mimi ni mama wa WWK, sawa. Lakini unatumikiaje hiyo nafasi? Mimi siwezi kushiriki kwenye jambo la wanawake kwa sababu mume wangu leo ameniambia niangalie ng'ombe. Sawa. Sawa. Lakini sio sawa. Sina maana kwamba uache ng'ombe. Usiruhusu, kuna mtu hajamaliza kuandika. Usiruhusu mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la Mungu kwako la kuwasaidia wengine. Jana tukasoma kitabu cha Esther, na leo tunataka tuangalie Esther sura ya 4 mstari wa 13 na 14. Esther, usiruhusu mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la Mungu aliloweka kwako la kuwasaidia wengine. Ndio tunaanza, ni saa 6:15. Usisahau, ndio tunaanza. Kwa hiyo kama ulikuwa unaandika, unaweka kalamu sasa na muda. Sema amen. Amen. Ile muda wote niliotumia ni kwa ajili ya wachelewaji ambao jana hawakuwepo. Na Roho akaniambia kuna kitu anahitaji kupata. Sema amen. Amen. Usiruhusu mazingira au nafasi uliopewa hapa duniani kuathiri lengo la Mungu kwako la kuwasaidia wengine. Mithali kitabu cha Esther sura ya 4 ule mstari wa 13 na 14. Biblia ninayoisoma inazungumza juu ya mwanamke anaitwa Esther. Na hapa tunaona kitu ambacho neno linamjia kupitia kwa kinywa cha Mordekai. Jamani, haleluya. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kuambia, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati kama huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Sema amen. Amen. Nisikilize mtoto wa Mungu. Wanawake wengi waliacha utumishi pale walipopata kuolewa. Lakini si hilo tu. Wanawake wengi walijisahau, wakasahau mpango wa Mungu kwao ambao ndio uliowaleta hapa duniani. Esther ni picha ambaye tunataka kuangalia kwa nafasi ya mwanamke wa leo. Esther kapewa nafasi akawa mke wa mfalme Ahasuero. Na huyu mfalme wakati wake wa uongozi wake, maandiko yanasema alikuwa anaongoza majimbo mengi sana, kiasi kwamba huenda alikuwa anaongoza dunia nzima ya wakati ule. Na maandiko yanasema wana wa Israeli wakati ule walipata shida kupitia kwa waziri mkuu anayeitwa Hamani. Hamani akaandika waraka wa kuangamiza Waebrania wote, kisa kwa sababu Mordekai mjomba wake na Esther
hainami mbele zake kila anapoingia nyumbani mwa mfalme. Na Mordekai aliwekwa awe mlinzi kwenye lango la mfalme, na maandiko yanasema kwa kanuni ya Kiyahudi wanajua sheria ya Mungu wao, hawaruhusiwi kumwabudu mwanadamu. Jamani, amen. Na huyu Esther akawa mke wa mfalme. Na wewe unaelewa, jana nikawaeleza kwamba Esther alikuwa miongoni mwa mabikira wengi waliopitishwa mbele ya mfalme, na walipopitishwa mbele ya mfalme, kupata upendeleo alikuwa anaitwa Esther, kama ambavyo na wewe umepata upendeleo. Kupewa upendeleo si kwamba ulifaa. Tulisoma hapa kwenye ile Mithali sura ya 31 mstari wa 29. Maandiko yanasema, yule mume anasema, wanawake wengi wamefanya mema mengi, lakini wewe umewapita wote. Katikati ya mapito ya dunia hii, wewe kama mwanamke, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ambacho kilikuwa cha thamani kubwa mpaka ukapata hiyo nafasi. Haikutosha, ukapata neema ya wokovu. Haleluya, haleluya. Sasa ndani yako kuna vitu ambavyo lilikuwa kusudio la Mungu kupata hiyo nafasi. Esther amepata nafasi, na kwenye ile nafasi tunaona kabisa maandiko yakimwelezea mtu anaitwa Mordekai, kwa sababu ya majibishano toka ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 13. Ilikuwa ni majibishano kwenda majibishano, kwa sababu ripoti imeandikwa ya kuangamiza wana wa Israeli, na wakati huo hawakuwa kwenye nchi ya kwao. Ndio maana kitabu cha Esther haijaandika neno Mungu, haina neno Mungu. Labda hujawahi kupata, nenda kafanya homework. Na tukiwa Israeli, nilimuuliza yule guide wetu, nikamwambia, kwa nini kitabu cha Esther mjaandika Mungu? Mbona Mungu hayupo? Akasema, tutaandikaje Mungu wakati tumemkosea? Kumbe unaweza ukamkosea Mungu lakini Mungu bado akakufuata. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunaangalia Esther akipelekewa majibu na mtu anaitwa Mordekai. Majibu kwa ajili gani? Anamwambia hivi, Esther binamu yangu, wewe uko kwa mfalme, msaada wetu ni wewe, ila ukinyamaza uko msaada kwa njia nyingine. Sikiliza kwa makini, itakusaidia kidogo. Hapo ulipo kama mwanamke, kuna wengi wanakutegemea wewe, kuna wengi wanahitaji msaada wako, kuna wengi ambao tayari wameshindwa wao. Ila wewe kama mwanamke, ukitambua kusudi la Mungu na nafasi Mungu aliyekupa, unaweza kumwomba Mungu wako akawachukua wale watu na akawahamisha na kuwaingiza katika njia ya haki. Jamani, haleluya. Jana tukaangalia mwanamke anayeitwa Debora. Debora, kwa wasomaji wa Biblia, alikuwa mwanamke pekee aliyejua wajibu wake. Esther hakujua wajibu wake. Esther amepewa faida. Kwa nini faida? Amepewa kupendelewa, akawa mke wa nani? Wa mfalme. Jamani, amen. Wewe umepewa nafasi ya kupendelewa, ukawa mke wa huyo mume, sawa, hiyo labda haijatosha kwako, ukawa sehemu ya utumishi huu. Hiyo ni neema. Nimesema hiyo ni neema. Sema amen. Na kama ni neema, kwa neema hiyo sasa Mungu kuna kitu anakutegemea wewe. Anakutegemea wewe. Usipochukua maamuzi, wokovu wa watu wanaokutegemea utatokea kwa njia nyingine, lakini wewe utaangamia. Haleluya. Nimesema haleluya. Jana nikatoa mfano na ngoja nikupe na huo mfano sahihi. Kule kuzimu, kule tukifa, unajua tutakufa. Mwambie jirani yako, wewe ni maiti mtarajiwa baada ya muda. Utakufa. Kama uliwahi kuaga wengine, na wewe utaagwa. Ila tumekaa kama mifuko ya kwenye mashine. Imesagwa ya kwanza na wewe unaendelea. Samu yako ikifika utakufa. Mimi sichukii kufa, ila nimeweka mapatano na Mungu. Miaka mingapi? 100 na ngapi? Muulize jirani yako, wewe utaweka kwa taraja ipi? Ameshangaa. Muombe Mungu miaka ambayo shetani akitaka kukutumia wachawi wapige hesabu. Kule mbinguni tumekuta mahali pameandikwa 120. Sasa tukimloga huyu jamaa na miaka yake ni 120. Wachawi si mnanisikia lakini? Sawa kabisa.
wakitaka wamloge mtu mwenye safari ndefu, hata wao wanajua halogeki, kwa sababu Mungu haruhusu. Maisha yetu, uhai wangu unalindwa na Mungu aliyenipa kusudi. Sema amen. Na ukishatembea kwenye kusudi, shetani ameze wembe, walale barabarani, unawakanyaga, unapita juu yao. Wewe unawaogopa wachawi kwa sababu huna mpango na Mungu. Fanya hivi, huna mpango na Mungu, weka mpango na Mungu, weka mkakati na Mungu. Mwambie Mungu, nitakutumikia, nipe miaka ya kushiba, tena nisimwote neno. Na shangaa wewe neno imeshaisha huku, inaanzia huku. Aibu yako. Baada ya muda ya sebleni itaisha, wewe utachekaje? Fanya hivi. Fanya hivi. Ukimcha Mungu meno haing'oki. Kamuulize Musa ukimkuta. Sasa narudi kwenye point. Kama tutakufa, bibi yako, mama yako, baba yako, shemeji yako, sijui nani, wote wanaokuhusu, ndani ya wokovu tulipewa tuwe msaada kwa ajili ya wengine. Sema amen. Okay, nisikilize, itakupa labda hujaelewa, iko kibibilia kabisa. Kati ya vitu alivyoomba Daudi, na hata Yesu akaomba, alisema hivi, Daudi, ukoo wangu wote ufike mbele zako, akimaanisha kwamba baada ya yeye Yesu atakuja. Yale maombi yalifanyika kabla ya Yesu kuja, ila unabii wa Yesu kuja upo. Tunaenda sawa sawa? Wewe pia tumika kwenye nafasi yako, ili wale wanaokuhusu wasichukuliwe na shetani, bali utembee nao mpaka uwaingize mbinguni, uwapitishe nao kabisa. Nisikilize mtu wa Mungu, hata kama wanachoka, wavute, wasukume. Ukiwaingiza mbinguni, mwambie Yesu, asante, nimemuingiza hata kwa shida. Sema amen. Sasa wewe umeokoka, ndio Esther wa sasa. Mungu anakutegemea, Mungu anamdameweka kusudi kwako, ili kwa kusudi hilo ndugu zako waende mbinguni, wasiende jehanamu. Na mwanamke unayenisikiliza, simamia nafasi yako. Hata kama watu hawakuelewi, usitafute wakuelewe, wapeleke majina yao kwa Yesu. Kwa majina wataje, andika majina yao, mwambie Yesu, hao wasiende jehanamu, wakutie Mungu wa kweli. Haleluya! Mpe Yesu makofi na vigelegele. Kama utafika mbinguni ukamwona mama yako yuko jehanamu, utalia sana. Kama utafika mbinguni ukamwona baba yako yuko jehanamu, utalia sana. Kuna mtu amenishangaa, anasema tena, akaongeza macho akatoka kwenye kichwa. Wacha atoke kabisa. Peleka hiyo kikoba, ukishachukua peleka kwa mchungaji, ilale kwa mchungaji. Sema ilale kwa mchungaji. Mwambie mchungaji, ombea hii kikoba, ili nikienda kufanya biashara nifanikiwe, nisipate hasara. Tunaenda sawa sawa? Mtu mmoja asome Isaya 43. Unajua kuna mtu haelewi. Ngoja nikufungue macho yako. Wewe umesomaga Biblia kwa kuchelewa, aibu yangu. Isaya 43. Isaya 43. Hakikisha una kalamu na daftari na Biblia. Hapa tuko darasani na mwingine naona anapiga picha, unapiga picha. Wewe unapiga picha. Kuna YouTube hapa, nimeshakwambia YouTube bure. Tena ungekuwa una bando, ingia tu kwenye bando. Sisi tuna wifi hapa, hamna hata hela. Kuna watu wengine wana tela ya kupagia watu lift. Isaya 43 mstari wa 26. Sawa. Mstari wa 26. Ndio. Unikumbushe na tuhojiane. Hem, sema tuhojiane. Wewe unataka hela, kaa na Mungu mezani. Nimekasirika. Unataka mchumba, kaa na Mungu mezani. Hajanisikia. Wewe wakwako unataka akuoe kwenye picha, kwenye simu. Unabetwa. Anakupiga picha. Wewe unafikiri unaoa jini wewe? Wewe mshamba wewe kijana. Tukae mezani. Unataka kitu kizuri, tukae mezani. Mungu anataka tukae mezani. Unataka mwaka huu usiishe kama ulivyo, kaa na Mungu mezani. Lete mpango mkakati kwa Mungu. Anasema unikumbushe
Kwa hiyo yeye ni wa kukumbushwa. Kwa njia gani? Maombi. Acha yale maombi ya miaka 74. Siku hizi Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna mahali imesema fungeni macho ndio muombe. Ila wewe unafungaga kwa sababu unaangalia simu, na muangalia mtu nguo gani amevaa, mwingine anamchomolea hela, mwizi wewe. Funga macho. Sisi wachungaji tumepewa tukwambie funga macho ili kuathiri yale mambo yanayopita kwenye macho, kwa sababu macho yako ya ndani hayafunguliwi mpaka umefunga macho. Ndio maana huoti ndoto wakati unafungua macho. Nani amewahi kuota macho yanafungua? Hajanisikia. Unajua hujajua. Wewe hujajua tulikotoka. Tumetoka tulikotoka, lakini tumebeba cha Bwana. Sema amen. Anasema unikumbushe na tuojiane. Kwa hiyo kama unataka upate madhabahu kama hii, kwa mfano, usifurahie tu madhabahu kama hii. Mwambie Mungu, naomba nikukumbushe kwenye wito wangu, madhabahu kama hii ndio standard yangu. Unajua kuna watu wanaomba upako ufanane na wa fulani. Huo ni ushamba. Utanichukia, lakini hata ukinichukia si Yesu yupo. Usiombe upako wa kufanana na fulani. Elisha aliomba upako kwa Elia. Akamwambia, nipe sehemu ya moyo wako. Elia akamwambia, unataka upate upako, hakikisha umeniona naondoka. Sio nakupa upako iko double. Mungu ana vitu double. Wewe unaomba alichonacho mwenzako, saa nyingine ya kwako ni kubwa. Makontena yanapopita barabarani kuna futi 20, kuna futi 40, lakini yote kontena. Magari yanapopita barabarani yote yana miguu 4, lakini nyingine tani 1, nyingine tani 10, nyingine tani 5, nyingine tani 3, lakini hatuwezi kufanana wote. Hata meno kama zinafanana za mapacha, lakini hazifanani. Haleluya. Amen. Unikumbusha na tuojiane. Mtu anayetaka maombi yake mara hii yajibiwe, anataka mara hii awe sehemu ya kuokoa familia ya kwao, mara hii wewe Esther aliyejitambua, lazima umkumbushe Mungu, mwambie umeniokoa kwenye familia hii peke yangu. Una maana gani? Una maana gani? Nataka hela. Mungu anakwambia tukae mezani. Wewe unasema nikimpelekea mchungaji hela atasema toa fungu la 10. Wachungaji hawalazimishi fungu la 10. Hawalazimishi fungu la 10. Kama mchungaji wako analazimisha fungu la 10, muombee akili yake itakuwa imepata kishida kidogo, muombee tu. Kwanza umewahi kumwombea? Ninachokushangaa wewe unataka uombee, hujawahi kumwombea. Wachungaji wanapaswa kuombewa. Ndio maana wakina Huri na Haruni wapo. Ukisoma Biblia yako vizuri, Huri na Haruni hawakuambiwa na Musa twende mlimani. Wao walipomwona mzee anaenda mlimani, tena ni mdogo yule, unajua ni mdogo wa kina Haruni, wao pia wakasema hapa lazima na sisi tumfuate. Hii sio kitu cha kawaida. Wacha tumfuate, tushike mikono yake juu. Pamoja na kwamba anaomba, lakini tushike mikono yake juu. Mungu anataka wanawake watakaoshika mikono ya wachungaji juu ili wasikosee kwenye network. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na lazima ukifika mahali unahojiana na Mungu, ndio Mungu ataangalia moyo wako. Kama unataka milioni 1, halafu kanisani uji, hata mimi ningekuwa karibu na Mungu niwaambie usimpe. Kama angenikaribisha kwenye kikao, anamwambia usimpe. Kama unaomba mume, usiimbe kwaya. Kama niko karibu na Mungu, namwambia usimpe. Acha awe dada poa, ila kanisani tumpate. Hajasikia, amekasirika. Kama unaomba nyumba na hakuna chumba cha maombi, hakuna chumba cha mchungaji, hakuna chumba cha mtumishi wa Mungu akija nyumbani kwako, kama niko karibu na Mungu, namwambia usimpe. Na walokole wengi wanaishia kwenye nyumba rumu 2 na sebule. Hebu angalia jirani yako, mwambie wewe sio njiwa. Rumu 2 na sebule. Mungu nipe rumu 2 na sebule. Mungu nipe rumu 2 na sebule, kwa sababu muona babu yako alikuwa nayo. Babu hakuwa na network ya watu kuingia wenye kuomba usiku. Wewe unaomba kama babu. Wewe sio wa babu. Kipindi tulicho nacho ni cha Agano Jipya. Agano lililo bora kuliko maagano yote.
Tunalo jina la Yesu ambalo kwa jina hilo tunaweza kupanua mahali pa hema yetu, tukamwambia Mungu, alipata babu rumu 2 na sebule, mimi nataka vyumba 7. Vyumba 7. Sema vyumba 7. Sema 7. Sema 7. Sema ya kwanza itakuwa ya nini? Mwingine hataki rumu 7 kwa sababu anachoangalia robo eka ya shamba. Unatumia hela za kwako kujenga nyumba yako? Una Yesu. Tumia hela za Yesu kujenga nyumba yako. Narudia tena. Tumia hela za Yesu kufanya kazi ya kwako. Kwa hiyo kama unataka nyumba ya rumu 7, unamwambia Yesu, unamwambia tukae mezani, nijenge rumu ya kwanza iwe ya nani? Atakwambia rumu ya kwanza iwe ya maombi ili mimi niwepo kwenye hiyo nyumba. Atakwambia rumu ya pili iwe ya mchungaji akija, kwa sababu rumu ya maombi sio ya mchungaji. Atakwambia rumu ya 3 iwe ya wageni wa kike. Atakwambia rumu ya 4 iwe ya wageni wa kiume. Ya kwako bado, acha usikimbie huko. Usikimbie huko. Shida yako unakimbilia hiyo akili yako yenye nywele bovu. Sema amen. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaenda rumu ya 5. Rumu ya 5 nitapata watoto wa kiume. Rumu ya 5 ya kwao ile pale. Wewe nisikilize mama mshamba wewe. Usibadilishe nguo wakati mtoto wa miaka 3 anakuangalia. Mimi ni mwana saikolojia wewe. Mtoto wa miaka 3 akikuangalia unapobadilisha nguo, atachukua hiyo picha yote, kesho atakwambia mama, hivi jana ulikuwa kwaje? Jana unajua nilimwona mama alikuwa namna hii. Wewe yule mtoto tayari anaufahamu. Akishafika miaka 3 usivue nguo karibu yake. Hajasikiaga. Amka basi ulie lala. Unaacha matiti yako yenyewe yamekaa kama bigiji iliyoisha utamu. Shauri yako. Kesho mtoto anakuambia mama, nilimwona mtu fulani jana. Kwa sababu kila siku anakujua umepiga zile jeki. Sasa leo ghafla naona ni mama wa kwangu au ni mwingine. Na anajua hata ananyonya. Kwani wewe nani amekwambiaga wakati wakina mama wananyonyesha matiti, wanaonyesha mtoto, wanamuonyesha ziwa lote? Si ile kichuchu tu. Si ile kichuchu tu. Wanamuonyesha lote. Wanawake hoye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hujaelewa, kuna vitu vingine inabidi unajua, akili yako ifunguke mpendwa. Jenga rumu ya watoto wa kiume pale. Jenga, hiyo ni rumu ya ngapi? Ya 5. Jenga ya watoto wa kike pale. Ya ngapi hiyo? Alafu jenga ya kwako na mume wako. Sema naomba na ya nani? Ili siku nikiwa kwenye maombi naingia kwenye chumba cha kwangu. Fanya hivi. 7 imejaa au haijajaa? Sema amen. Sasa shida yangu mimi na wewe hatukai mezani na Mungu. Ndio tunarudi kwenye point. Nikumbushe, njoo tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Mungu anataka akupe haki, lakini itakayempa yeye jina. Mungu hakupi kitu ambacho haimpi yeye jina. Kwa hiyo muombaji wa mikopo anapata hasara kwa sababu hamshirikishi Mungu. Na mimi nataka nikuulize, hata siku ulipotaka kukopa, hujaenda magotini kwa Bwana umwambie Mungu, naomba nikuulize, je, mtaji wangu ndaupata kwenye vikoba au ndapata kwenye msalaba? Tunaenda sawa sawa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye faida ya 4. Faida ya 4. Sema amen. Sema amen. Tumia maombi ili kurudisha nafasi iliyopotea. Tumia maombi sahihi. Tumia maombi sahihi ili kurudisha nafasi iliyopotea. Maana yake aliyepoteza ni wa kienyeji, alafu
mume wake akamfumania, ameleta dawa kutoka kwa mganga wa kienyeji. Alafu sababu ya kwenda kuchukua dawa kwa mganga wa kienyeji, mume wake asiondoke nyumbani, wao watu wanaangaliana. Ana akili timamu huyo? Na yule mume kwa bahati nasibu akafumania ile dawa. Alivyombana mke wake kwenye 18 akasema, wewe si unaondokaga, mimi nimeenda kuleta dawa, usiondoke. Sasa nilivyoshirikishwa kwenye ile kikao, nikamwambia ile mama, haya, unataka tuombeje? Tuombe asiondoke. Nikamwambia asipoondoka matumizi utataka utaki. Anasema si yeye ndio baba. Tanipa hela. Sasa atakupa hela kutoka wapi na tuko hapa? Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama mume wako lazima utamwambia nipe hela, ombea pia vyanzo vya mapato yake. Kwa hiyo kama mume wako hana hela, sababu ni wewe. Nimemrudisha nyumbani. Kama hana hela, sababu ni wewe, sio yeye, kwa sababu wewe ni wa kiroho, yeye ni mtafutaji. Wanaume wana maneno makali tu, mwanamke ana maneno mengi. Mwanamke huwa yeye ndio wa kushuka chini. Hata saa nyingine wakati mume wako akikujibu kwa haraka, mama uwe na breki, weka maji mdomoni, wanaita nyamaza, sikiliza. Biblia inasema heri ungenyamaza, kwako ingekuwa hekima. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mnyamaze tu, nyamaza tu. Ukienda huko wakati wa mvua inanyeshaga, ukikuta maji yanapiga kelele, usiogope, kanyaga tuvuka. Ukikuta yaliyotulia, subutu, kanyaga uende. Mwanamke aliyetulia hana kofi ya mume wake hata siku moja, hakupigi. Ila wewe wakati anaongea maneno matano, wewe unataka uongee 30, kofi unayo. Fanya hivi, pe Yesu makofi na vigelegele. Wewe ndio umenunua haya maneno. Ungenyamaza, kwako ingekuwa hekima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ufike mahali kama mwanamke, tambua makosa yako, alafu rudi msalabani. Ambe Mungu, ninajua watoto hawajaenda shule kwa sababu mimi sijasimamia nafasi yangu. Nisamehe ili sasa utubariki. Okay. Wanaume wanaambiwa hivi, wapendeni wake zenu ili kuomba kwenu kusizuiwe. Mimi nikuulize wewe mwanamke, hata wewe kwani kuomba kwako kunakubalika? Sio ya mume tu, na ya kwako. Labda hujajua, kwa sababu ukikasirikiana na mume roho anasogea juu. Sijajua kwako kama ni roho kumnunua, mimi sijui. Lakini wa kwetu huu tunamtegemea kutoka kwa Mungu. Ukikununa tu anaondoka, mapepo yanashuka. Ni kupeana tu. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Rudi msalabani, mwambie Yesu, kuna mahali nimekosea, nisamehe, funga. Yule dada aliomba maombi ya mfungo wa siku ngapi? 3, ili arudishiwe nafasi. Na wewe omba kwa Mungu, tumia maombi ya mfungo. Wanawake siku hizi hamfungi, mnakula tu. Na asante Yesu, mnakula alafu anawapa neema yake tu. Mimi nikuulize binti yangu, nikuulize mama mwenzangu, wewe unapokula, mbona hata basi afya huna? Si uache hiyo kula ili ubadilishe mazingira. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Kubali makosa yaliyoko kwenye familia ni ya kwako. Hajasikia? Injili ya Yohana sura ya 17. Kubali makosa yaliyotokea kwenye familia ni ya kwako. Huwezi kulipia gharama kitu isipokuwa umeikubali ni ya kwako. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo kama kuna upungufu kwenye familia, wewe ndio umehusika. Watoto hawajaenda shule, wewe ndio umehusika. Kama unamsingizia baba, usiwe kama Adam na Hawa. Kubali, mimi ndio nimekosea. Mimi kuna mahali sijamuelewa Mungu. Mimi kuna mahali sijajua nafasi yangu, sijatumia nafasi yangu ipasavyo. Jamani, wanawake tunatakiwa tuwe jicho. Wanawake tunatakiwa tuwe na macho ya kiroho.
tuone mambo kabla hayajatokea. Wanawake mnaonisikiliza, tamani mara hii kwenye Shilo hii uondoke na macho ya kuona. Wacha kumkisia mume wako kama anatembea nje, muone kwa ulimwengu wa roho, muombee mpaka unamfunga miguu. Mwambie Bwana Yesu, huyu mwanamke anayemchukua mume wangu, na mkamata akili yake, fikra zake. Jamani, sema amen. Ni vitu inawezekana. Biblia inasema lolote mtakalo lifunga limefungwa. Sisi tumepewa mamlaka, ila kwenye nafasi. Yohana sura ya 17 mstari wa 19. Hebu mtu asome Yohana 17:19. 17:19. Asante, hebu soma. Na kwa ajili yao wakfu mwenyewe. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe. Hebu sema mwenyewe. Mkosaji akikubali makosa, akubali kuwajibishwa kwenye makosa. Jamani, amen. Huyu ni Yesu. Anasema kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe. Wewe mwenyewe kubali makosa yaliyotendeka kwenye nafasi yako ambayo hujaitumia vizuri. Amen. Wangapi wana majirani ambao hawajaokoka? Kaa mwanangu. Wangapi wana majirani ambao hawajaokoka? Safi, karibu wote. Hivi mwae kujua kwa nini Mungu amekupa uwe na jirani ambaye hajaokoka? Ngoja leo nikufungua huo ubongo wako ambao umejaa oili chafu. Biblia haijasema mpende ndugu yako kama nafsi yako, ila mpende jirani yako. Sema amen. Mungu amekupa wewe jirani ili apime temperature yako ya kiroho. Temperature maana yake apime joto la kiroho yako. Kwa hiyo kama umepewa majirani 4, sababu nyumba yako najua ina kona 4, na mbele, nyuma, kulia na kushoto, si ni sasa? Okay, sasa fanya hivi, nakupa akili, mbinu. Sema mbinu. Wewe shida yako unapambana nao kwa mwili. Walokole tunatakiwa tuamke. Hii majira ni nyakati za hatari. Yesu yuko mlangoni. Akija, atakachosimamia ni amri zake 10. Amri ngapi? 10. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Hutakwenda kwa Yesu umwambie sikumpenda jirani kwa sababu ni mchawi. Atakwambia nilikuletea awe mchawi kwa sababu mimi ni dawa. Amesema ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Akasema ninyi ni chumvi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo akasema chumvi ikiharibika. Kwa hiyo mlokole, mama unayenisikiliza, huyo mama jirani mchawi ni wewe. Kwako ndio uwanja wa mpira. Ni uwanja wako wa mpira. Paka kieleweke. Mwambie jirani yako paka kieleweke. Mshike, mwambie hata kama ni wewe paka kieleweke. Wewe mshike, wewe mwambie hivyo. Paka kieleweke. Eti unajua ni mchawi sana. Hata kuna mama mko kanisani na ninyi mko kwenye eneo la utumishi wa Mungu, lakini kuna watu wa mwasalimina ni majirani zenu. Mekasirika. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawajua maana ninao. Hata mimi nao, usifikiri mimi sio mwanadamu. Mimi sio malaika. Mimi nao. Nikienda mjini nabeba mikate boksi paka yule muuza mikate ananiambia hongera. Una moyo mkuu. Unauzaga wapi? Nikamwambia huko mtaani. Nikifika wao kwanza. Sema wao kwanza. Wewe ndio jirani alafu ni mchawi. Kidogo. Ni chakula kwetu. Ni chakula kwetu. Mwambie jirani yako ni chakula kwetu. Hata kama yuko karibu yako mwambie kama ni wewe ni chakula kwetu. Wewe ni chakula kwetu. Ni chakula kwetu. Na ukitaka kumzidi mchawi mpe chakula. Mpe chakula.
Sijui mwingine ana majirani, mara ameanika nguo, anasema sijui sidilia imechukuliwa, sijui skentaiki imechukuliwa. Wachukue mpaka na blausi, wachukue na kichwa, waambie chukueni, lakini Yesu ni naye. Biblia aliye ndani yangu ni mkuu kuliko blausi na sketi na pazia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Andika tena, mwambie mna shida ya kuvaa, vaeni. Vaeni. Hamna hela, vaeni. Sasa wewe kwa sababu umejengwa kwenye akili yako, imejengwa kwenye kufikiri kulogwa tu. Sisi tuna Yesu mkuu aliyeshinda kifo na mauti. Alishuka kuzimu, akachukua funguo za mauti, akamfungia shetani kuzimu. Huyo shetani ni pamoja na wachawi wake, wamefungiwa kuzimu. Wavae suruali, wavae sketi, wavae na kila mahali, lakini mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hawatauguswa. Haleluya! Sema amen. Ndio maana Yesu kabla hajaondoka anasema nimepewa mamlaka, enendeni ulimwenguni. Hata akasema mkila cha kuadhisha hakitawadhuru. Sio saa ya kanisa kuogopa wachawi, ni saa ya wachawi kuwaogopa watakatifu ili wache kwa Bwana. Unaenda makanisa mengine, mgawanyiko umetokea, kesi kwa mchungaji. Hao wachungaji wamenyamaza tu hapa kama utafikiria wasikii. Hao wanaelewa, wana siri kubwa, wana makesi fulani na fulani. Ananiambia mimi ni mchawi, sijui mtu ana maguzi, sijui amewasha moto wa maguzi, macho mekundu, unamwambia mchawi. Mwambie aongeze tena, sio maguzi, aongeze na majani mabichi. Wewe mchawi, lakini tulie ndani ya Yesu. Tunaye Yesu aliye hai, hatutaogopa wachawi wala washirikina. Lazima kanisa tuliduke. Haleluya! Mpe Yesu makofi na vigelegele. Ni mchawi kwake, lakini kwangu niliye na Yesu hanigusi. Hanigusi. Mimi nadhani kuna Yesu unaye ambaye sio Yesu wa msalaba. Mshike Yesu wa msalaba. Hautaogopa wachawi. Wakila hata kama amesema mkila cha kuvisha, manake tunalogogo. Hebu angalia jirani yako, mwambie mkuu, tunaye Yesu wa Bwana wa mabwana aliyeshinda kifo na mauti. Tunaye mfalme wa wafalme, ana mamlaka mbinguni, ana mamlaka duniani, ana mamlaka kuzimu. Hana kitu shetani. Haleluya! Kichwa tu kikiuma, nimetembelewa. Nani amekutembelea wewe wakati una Yesu? Eti nimetembelewa. Hebu angalia, umetembelewa na nani? Umekosa nafasi, utumie nafasi yako. Tumia nafasi yako. Na ndio maana nikakwambia kama umekosea, tubu tu, rudi kwa Bwana. Mwambie Yesu, kwa kweli naanza kutambua kuna vitu sijavielewa. Rudisha nafasi ya Mungu kwako. Ukirudisha nafasi ya Mungu kwako, na kuambia hivi, wale majirani sio tu watakuwa wa Yesu, lakini siku moja utashangilia mbinguni pamoja na Baba kwamba na wao wamemjua Yesu wako, na wao wamekwenda mbinguni. Okay, wangapi wanaangaliaga mpira? Ngoja nimalizie. Wangapi wanaangaliaga mpira? Kidogo na wachungaji kidogo. Ngoja nikwambie. Umewahi kuona Simba na Simba wanacheza uwanjani? Kwa nini? Hiyo itakuwa sio mpira hiyo. Hiyo sio mpira. Tena wachawi wenyewe msife haraka. Sababu ndio kazi yetu inazidi kuwa kubwa. Sikiliza jamani wachawi, msife haraka. Pona yenu mjueni Yesu wetu. Hajasikia pona yenu, mimi najua. Kongamano, Biblia inasema walikuwa wanafunzi 10 na ngapi? Katikati yao moja Yuda. Hapa tuko 12 mara ngapi? Kianza tuko hesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Weka alama Yuda. Hajasikia. Kila 12 Yuda moja. Kwa hiyo wachungaji tunapambana kumwambia Mungu, nipe washirika wengi, unatengeneza wakina Yuda wengi. Ujiandae. Nipe kuwa askofu, unatengeneza mayuda wengi maaskofu. Kwa sababu mapepo ya maaskofu ni maaskofu. Mapepo ya maaskofu hayali niwa barabarani na wao. Na wao wanatembea kama maaskofu. Hawadai change, ni mapepo ya maaskofu. Haja nisikia. Fanya hivi. Mapepo ya mama wachungaji ni mama wachungaji na wao kule.
hajasikia. Tulienda nchi fulani, alio tumekutana na sisi tumetembea kidogo tu, hata kama sio sana. Tukaenda nchi fulani, wadada fulani wakapagawa mapepo. Wakasema sisi ni mamalikia huku, tumekuja na ndege yetu imeishia mafuta. Tukamwambia hamna mafuta nini. Wakasema tuliwazuia, mlipita upande gani? Tukamwambia tumepita kwenye vichwa vile. Unafikiri mpaka tufike hapa? Kimwona nyani mzee amekwepa mishale mingi, wewe unaogopa uchawi? Kanisani tunatengeneza aina fulani vya makundi kwa sababu ya wachawi. Mimi naongea na mtu hapa, naongea na kanisa, najua mko watu sahihi hapa. Ni ya Kristo Yesu tuna nguvu kuliko wao. Aliyeokoa wetu ni mkuu. Tena anza karibu. Jijaze mafuta yako, tenki yako. Jaza utukufu wa Mungu ndani yako. Mtembelee, mwambie nimekuja kutembelea leo. Nataka tufanye maombi. Kila mahali mama unayenisikiliza, ukiingia usikae kama umeenda kukaa kilabuni. Ukifika mahali, liitie jina la Bwana. Pale utakapokanyaga, liitie jina la Bwana. Mwite Yesu wako pale. Hata kama hamjui, wacha mjue. Haleluya. Wacha mjue. Mwambie jirani yako, wacha mjue. Tena wakati unaomba haina lazima ufunge macho. Mwambie mama yako nataka tuombe, atafunga macho. Alafu sema ombea mahitaji yake. Mwambie Mungu, nimeingia kwa jirani yangu, nimeona hana stuli, mpe stuli kama ulivyonipa na mimi. Nimeona hana kochi, Mungu hata kochi mpe. Mungu, nimeona watoto wake wanahitaji msaada, wape msaada. Kule shuleni wafaulu. Na kugeuza akili yako iliyojaa uji chafu. Mwombe. Biblia inasema ushindeni ubaya kwa wema. Adui wako akikuudhi, mbariki. Haijaandikwa? Jamani, haleluya. Mwombe, omba mahitaji ya kwake. Mwambie Mungu, mbadilishe asiwe kama alivyo. Kwani anakuzuia, anakuambia atashika mdomo wako. Alafu ukimaliza unamwambia nilikuja tu nimshukuru Mungu hapa nyumbani kwako, kwa kweli nakupenda. Jirani, leo nina mboga kidogo pale, nina kuku nimeletewa na mume wangu, nitakugawia mboga ya jioni baadaye. Anashangaa. Acha ulokole wa kishamba wewe. Wewe ni ulokole wa kishamba. Mwambie nina mboga kidogo, nitakugawia baadaye. Wacha akamwage, inamhusu yeye. Wacha akamwage, inamhusu yeye. Sema amen. Amen. Na nikwambie siri, watoto wako wanakulaga kwake, lakini hawajafa. Sio kwamba hawalogaji, anawalogaga, lakini hawafi, maana Mungu wako amewawekea mbawa zake. Sema amen. Anawalogaga lakini hawawezi. Unafikiri hawalogaji? Anawalogaga. Tena alikuloga wewe wakati ukiwa mjamzito. Akasema na apasuke huko tumboni. Yule mtoto akatike ili afi, hujafa. Unaendelea. Mwambie naendelea. Mwambie naendelea. Kuendelea kwako kuwe nuru kwenye maisha yake pia. Sema amen. Haleluya. Nimesema haleluya. Nimesema haleluya. Akikuazima kanda mpe mbili. Biblia inasema akuazimaye kanzu mpe na la pili. Usimnyang'anye, mpe. Sema amen. Wapendeni maadui zenu wapendwa. Wanawake mkitoka hapa, kama mmetoka assembly mko 5, nendeni zungukeni ile assembly, piteni mtaa kwa mtaa, kanisa kwa kanisa, achilieni tu damu ya Yesu. Sema tulichokutana nacho Shilo, hawa kina mama wa kanisa hili hawajapata. Tunaomba kama mko 5, kila mtu aombe maneno 5. Mkifika kila mtu anapewa nafasi ya kuomba maneno 5. Ukipewa nafasi ya kusalimia, wewe sura yako haijafia msalaba, ila Yesu aliyembeba ndio aliyefia msalaba. Nitaje ile jina la Yesu. Hilo jina la Yesu litawabadilisha wale wanawake. Kesho watakuja kwenye kongamano lingine. Yesu makofi na shangwe. Haleluya. Baba, tumshukuru Mungu, halafu shika sadaka yako. Tunaenda kumtolea Mungu sadaka. Tutarudi baadaye kidogo. Shika sadaka yako, tunakwenda kumshukuru Mungu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Shika sadaka yako. Shika sadaka yako wakati tunasimama. Shika sadaka yako, tunaomba chombo cha sadaka.
ewe uketie. Tuimbie wimbo. Yuko wapi yule mwimbishaji? Shika sadaka yako na mshukuru Mungu. Shika sadaka yako na mshukuru Mungu. Wakati huo namngoja mwimbishaji, tuna wimbo moja tunataka tuimbe hapa. Mwanangu, nitakufunga kamba hapa mbele. Upendi karama yako. Moja niombee sadaka alafu utaimba wewe uketie. Mimi nikiendaga kwenye nchi za watu na wachukuaga watu wengine, usikute nilitaka nikuchukue wewe alafu kichezea muda. Sichezea muda. Mimi nabebaga watu, hii ni container. Mchungaji wako asikie. Na sikubebi kwa kukuambia utafata tu. Unajua Biblia inasema tai wanakusanyika mahali pana nini? Pana mzoga. Wewe ukiwa na karama ukakutana na mahali karama yako inahitajika, utaondoka tu. Hata kama mimi sikuchukui. Kule Arusha wananunuliwa, mimi sinunui, mimi namuita Mungu. Aliye wa kusudi la kwake, unashangaa tu amepanda kwenye container. Shika sadaka yako, inamisha kichwa chako, nimshukuru Mungu. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya sadaka zetu tunazokwenda kukutolea. Asante kwa ujumbe wa neno lako, tunakupenda Yesu. Tunakupenda Yesu. Tunakupenda. Mambo uliyonishirikisha usiku wa leo ni makubwa, nami ninakutukuza Bwana. Asante kwa sababu maadui zetu wamekuwa wapako. Hii ni sehemu ya ufalme wako Mungu uliye hai. Asante kwa sadaka tunazokwenda kukutolea Mungu uliye hai. Jitwalie utukufu kwa sadaka zetu. Wacha sadaka zetu ingawa hazinunui kitu kwako, lakini zinafungua mioyo yetu kwako. Wacha wewe ukajiinulia utukufu kwa njia ya sadaka zetu. Dunia ikajue una kitu umeweka ndani ya kongamano hili. Wanaotutazama kwenye mitandao mbalimbali, usika juu yao. Utukufu wako wafunike kwa njia ya sadaka zao pia watakazozitoa. Nguvu zako na neema yako ikawatembelee, na damu ya Yesu kanene mema juu yao. Roho wa uzima ukatuguse tunapokutolea sadaka zetu mahali hapa. Uisho wako wa roho zetu na nafsi zetu zipate kuandamana pamoja na sadaka zetu, maana ulisema iliko hazina yako ndiko na moyo wako utakapokuwa. Mungu, watu hao wakabarikiwe. Aliye na sadaka na asiye na sadaka, mpe neema ya kujua kuna sababu, maana ulisema wasije mbele zako mikono mitupu. Na walioko nje, neema yako iwe juu yao, na watakaofuatilia semina hii kwa njia ya mitandao mbalimbali, uwepo wako ukawaguse, na mkono wako wa shirika uwape kujua na kuwekeza katika ufalme wako, kwamba ni sehemu ya kufanikiwa, sio sehemu ya kupoteza. Sifa na heshima na utukufu ni za kwako, na watu wote tuseme amen. Wale wanaotufuatilia 0785 340 232 0785 340 232. Namba ya Voda ni 0767 1357 06 0767 1357 06. Toa na sadaka yako itafika Ebenezer Loishoki Foundation, itatoka kwenye hilo jina. Mkono wa Mungu utakugusa mahali ulipo, na Mungu wangu atakubariki. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.